Yes, kama nilivyokuambia kutokea asubuhi kabisa kwamba leo ndio imekuwa siku yetu ya pili na siku ya mwisho ya kongamano hili zuri kabisa la mafunzo ya viongozi, na limekuwa kongamano moja zuri kubwa la baraka sana 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 sana. Niko na mkurugenzi mkuu wa idara ya vijana, lakini pia ni mratibu mkuu wa kitengo cha PCF, kitengo cha watoto wachungaji. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Ongeleni sana kwa kongamano kubwa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, ametusaidia. Tumeona neema kubwa ameiachilia. Yes. Tumekuwa na viongozi wengi zaidi ya tulivyofikiria. Mipango yetu ya mwanzo tulipanga, lakini kwa sababu ya changamoto mbalimbali za uchaguzi, unafahamu kanisa letu limekuwa na uchaguzi. Kwa hiyo baadhi ya majimbo wameyagawa. Na baadhi ya maaskofu sasa waliochaguliwa wamechagua viongozi wapya. Kwa hiyo kumekuwa na namna fulani, lakini yote ndani ya yote nimeshangaa, tumekuwa na zaidi ya viongozi 600. Zaidi ya 600 wamehudhuria conference, na viongozi wa majimbo, viongozi wa section na viongozi wa matawi. Kwa kweli Bwana ametutembelea kwa viwango visivyo vya kawaida. Muda mwingi watu walikuwa wakianza roho akiwashukia hata kuomba, mnashindwa kuwazuia. Watu wanalia, wanamtafuta Bwana, wanaweka manadhiri ya utumishi, wengine wanatoa shuhuda jinsi ambavyo wamepokea badiliko la ndani. Kiukweli walimu wamekuwa wazuri, Mungu amewatumia. Nimemshangaa sana Mungu, sana sana sana. Ongeleni sana. Mwitikio umekuwa mkubwa sana. Nini kimesababisha mwitikio kuwa mkubwa kiasi hichi? Mimi nafikiri sio nafikiri, ndio uamsho wenyewe. Okay. Ndio maombi. Tumesema uamsho wa ajenda yetu, na kanisa letu la nchi limeweka mkakati wa kuwataka washirika wake waingie kumtafuta Bwana ili Bwana aonekane. Kwa hiyo sisi tunaendelea. Kwa hiyo uamsho kanisa la TAG, kuna uamsho mkubwa usio wa kawaida, kuwa na idadi kubwa kwa majira haya, viongozi wa namna hiyo. Na niseme tu viongozi wengine wetu wamekuja siku mbili hata kabla ya conference. Yaani wana shauku, ukiosikia nakwambia tuna shauku, tuna njaa, tunataka tusikie. Sasa kuwa na njaa na shauku ya kutaka vitu vya kimungu na kupata skills za uongozi kama viongozi wao, huo ni uamsho. Kwa hiyo haya ni majibu ya maombi ya Watanzania Assemblies of God mbele za Mungu. Mungu ametukumbuka Tanzania Assemblies of God. Huu ndio uamsho wenyewe. Hamna siri nyingine hapa, ni uamsho. Yes. Mliona nini mkasema sasa tuje na kongamano la mafunzo kwa viongozi? Sisi tumeona kuwa na gap. Okay. Na haswa tumeanza kuangalia pale tunapokuwa tunataka kuteua viongozi, tunaanza kuona hitaji kwamba mbona viongozi tunapata shida sana kuteua, kwa sababu ukiangalia unakuta yule ana mapungufu yale. Tukagundua kwamba tunataka kitu ambacho hatujakizalisha au hatujakitengeneza. Kwa hiyo tukafikiri kwamba taifa au sisi kama vijana, ili tuweze kutembea lazima tutengeneze viongozi, kwa sababu kiongozi ndio kila kitu. Kuanguka au kuinuka kwa idara inategemea kiongozi. Kwa hiyo tukaona ni vizuri sasa tuanze kutengeneza viongozi, na hawa viongozi wawe na mguso ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Kwa hiyo tunatamani sana, na tumeanza hii program ambayo tutakuwa tunaifanya kwa sasa. Tutaifanya kwa mara moja kwa mwaka, halafu tutakuwa na hizo session majimboni, lakini tutakuwa na session hizo online mara 4 kwa mwaka. Kwa hiyo tunaenda nazo hivyo. Tunataka kutengeneza viongozi, tunataka tudevelop viongozi wengi kwa kadri jinsi tutakavyoweza, ili tuweze kutamalaki. Hata mimi nikiondoka leo kwenye nafasi yangu hii ya ukurugenzi, sababu hii nimeishikilia nafasi ya ukurugenzi tu, kesho atakuwa mkurugenzi mwingine. Kwa hiyo hata baba askofu anapofikiria na kamati ya utendaji, wanapofikiria na halmashauri, sababu ndio wanayoteua wakurugenzi, waone wakurugenzi wako kama 10, 20, 50, wote wana uwezo kwa kushika nafasi. Tofauti na sasa tunakuwa tuna struggle sana kupata viongozi. Kwa hiyo tukitengeneza timu kubwa ya viongozi, basi tuna uhakika kwamba kanisa letu litakuwa na hatima njema. Kwa hiyo ndio moyo na shauku yetu ya kutengeneza viongozi watakaofaa kanisa, watakaofaa nchi yetu. Tuna viongozi wengi katika nchi yetu ambayo wamekosa uadilifu, na tunaona kabisa mapungufu yako mengi. Kwa hiyo tunatamani sasa kanisa liwe na nafasi ya kutengeneza viongozi, ili tuwe na nafasi kote, tupate viongozi wa chamungu, tupate rais mcha Mungu, tupate wabunge, mawaziri, madirekta mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, tupate kote hilo eneo, tupate viongozi wa chamungu. Lakini lazima tuanze kuwatengeneza kuanzia chini. Baba mkurugenzi, mwanzo venue ilikuwa ni pale
kwenye ukumbi wetu mkubwa ule. Lakini ghafla venue kabadilika. Ndio. Nimesikia watu wengine wakiuliza wakati fulani nini kilisababisha mabadiliko ya venue? Mabadiliko ya venue kama nilivyokuambia, kama kusingekuwa na shughuli hizi nzito za kanisa ambazo ni za kikatiba, kama kusingekuwa na hizi shughuli nzito, maana yake sisi makusanyiko yetu ni ya maelfu kwa sasa hivi. Hatukutaniki watu wachache, tunakutanika maelfu. Kwa hiyo baada ya kuona hizi changamoto tukafikiri, na kuna wenzetu wengine wanataka kutumia, kuna ukumbi ule wa CBC, kuna watu wengine waliomba. Kwa hiyo sisi tukaangalia hekima ni ipi, kwa sababu tuliona baada ya kuona matukio na uchelewaji wa majimbo, viongozi wamechelewa, kwa sababu sisi tuna mfumo wetu wa Bezaleli ambao tulituma link na watu wakawa wanajisajili. Sasa unaweza ukapredict, ndio baraka ya kuwa na mfumo. Sasa ile tulianza kupredict tulipokuwa tunaona ile registration, kwa sababu tumewatumia watu. Kwa hiyo tulipokuwa tunaona ile flow inaenda, tukajua kabisa wazi hapa, na kama kiongozi lazima upredict. Kwa hiyo tukaona idadi tunayoitegemea ya ule ukumbi haitafika. Na kwa sababu TAE sasa hizi na makanisa makubwa mengi tu yamezunguka, basi tukamwomba tu mchungaji kiongozi wa kanisa jirani hapa, hata kilomita ifiki, hata nusu kilomita, ni kama dakika pafupi, kama dakika, hata mtu akipiga kelele hapa CBC anasikia. Ni kitendo cha kuvuka tu lami, halafu unaingia, unatembea kidogo tu, hata ni kama umbali wa urefu wa mpira mita 100, unaingia kanisani. Kwa hiyo tukafikiri ni vizuri pale CBC wanalala, kwa sababu ni eneo kubwa, watalala vizuri. Na hapa CCC TAG Capital Christian Center, na kwa neema ya Bwana niko mimi, ndio niko nachunga hapo. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi, na of course kanisa limepata watu wengi 600. Kwa hiyo wamepata space tu ya kutosha ya kukaa nzuri, na mambo yote yameenda vizuri sana 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 sana. Vijana wamekuwa wakilalamika hapo nje, nimesikia wanasema kwamba siku zimekuwa chache. Yaani watu wamenogewa sasa. Mzee, hebu mmejiandaje sasa kwa mengine yanayokuja, kuongeza? Kuna watu wanasema at least ingekuwa siku 5 wiki. Mmejiandaje kwa wakati mwingine? Najua hata gari unapotaka kuliwasha inapiga kelele afu inatulia. Sasa hii ndio mwanzo. Tumewasha tu, tumepiga starter tu. Sasa ndio tumetulia. Sasa hayo tumeyapokea, na ndio mwanzo. Kwa hiyo hatujawahi kufanya training za namna hii. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tumeanza hizi training. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu, bado mambo yanakuja mbele mazuri. Unatoa rai gani sasa, wito gani kwa viongozi ambao wameshafundishwa, wamekula madini haya na wanaondoka? Una nini cha kusema? Theme ya mwaka huu ilikuwa ni kiongozi anayesababisha mabadiliko. Kwa hiyo rai yangu kwangu na kamati yangu kwa viongozi ambao wamehudhuria, tunatamani na tumekubaliana tusababishe mabadiliko chanya katika kuchochea moto wa uamsho. Maana yake tumefundishana skills za uongozi. Kwa hiyo tunategemea watu waonyeshe, wa demonstrate ile skills, ule uzoefu ambao wameupata hapa kwenye hii conference, na ile nguvu ya Mungu watembee nayo, ambayo itakao kwenda kusababisha mabadiliko makubwa kwenye matawi yetu, section, jimbo na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo nategemea kuona mabadiliko, na tumesema kwamba kiongozi yote ambaye amefanikiwa ni kiongozi ambaye anaacha alama. Kwa hiyo kiongozi ambaye anakaa kwenye tawi, kwenye section, mpaka siku unaondoka hamna alama yoyote, umeiacha pale, maana yake umefeli. Umefeli. Kwa hiyo kiongozi aliyefanikiwa ni yule ambaye anaacha alama. Hata akiondoka kwenye nafasi ya uongozi, watu watasema, unaliona hili jambo hili, kuna mtu wa Mungu alipitaga hapa, kuna kiongozi alipita hapa. Hicho ndio kitu ambacho nimewasisitiza na ninawasisitiza hata sasa, hata ninyi viongozi ambao mjafika. Kiongozi ambaye huachi alama, maana yake uongozi wako una changamoto. Sisi taifa tunabanana na kamati yangu na tunapambana mpaka sasa hizi.
kwamba tuache alama. Tunatamani tukimaliza nafasi yetu tuache alama huku, uongozi wenye kuacha alama. Zile alama zitakuwa zinawasaidia wengine kutembea, kuzikumbuka zile alama na wao kukimbia zaidi. Kwa kama tuache alama, maana yake wale tunaowaachia watapata wapi geji ya kipimo cha kupata reference? Wana wenzetu walifanya hivi na sisi tunafanya hivi. Kwa hiyo kila kiongozi aache alama kwenye uongozi wake, na hicho ndicho Mungu anakitaka. Hata ukiangalia katika Biblia tunaona kama Musa aliacha alama kubwa, mpaka leo tunakumbuka ile utumishi aliofanya. Tukiangalia kina Paulo aliacha alama, kina Petro aliacha alama, mpaka leo tunawasema. Kwa hiyo na sisi pia, wale ni binadamu kama sisi, na sisi tuache alama. Muone baba yetu Askofu Mkuu jinsi anavyofanya sasa hizi, anafanya kazi nzuri sana. Yaani sasa hizi, yani alama bado anaendelea kuziweka, hata sasa anaendelea na kamati yake wanaendelea kuziweka. Angalia maaskofu wetu wa majimbo wanaendelea kuweka. Kwa hiyo sisi vijana, kwani tushindwe bwana? Sisi lazima tuweke alama katika kipindi cha moto wa uamsho. Baba Mkurugenzi, nimeambiwa zaidi ya viongozi wa PCF 100 nao wamekuwepo kwenye kongamano hili. Hii inasema kitu gani? Sio rahisi viongozi wa PCF kuonekana, lakini sasa hivi uamsho uliotokea, viongozi wa PCF wamekuja nao kwenye kongamano la mafunzo. Hii inazungumza nini? Hii inazungumza uamsho, na mimi niwashukuru sana PCF wenzangu ambao mmekuepo na kuhudhuria conference hii. Kwa kweli sisi tumekubaliana, ilipo CS na PCF ipo, kwa lazima tuende pamoja, na ndio maana kwenye makongamano yetu ya kitaifa ngazi ya mkoa kwa idara ya CS mwezi wa 6 yatafanyika nchi nzima, mikoa yote. Kwa hiyo yale majimbo yote kwenye mkoa watakutanika sehemu moja, na tumechagua mwenyekiti atakayesimamia wale wakurugenzi wengine, na makamu wenye viti wote watakuwa PCF. Kwa hiyo PCF, kwa hiyo katika ile kamati ya mwenyekiti, makamu, sijui katibu, mtunza hazina, akiwa mwenyekiti CS, basi makamu lazima awe PCF. Yaani hiyo tumeshaelekeza hapo, hamna nini. CS Online TV, we share the good news. Uamsho, agenda yetu.